Sikiliza hapa, ndugu yangu mkulima. Kuna kosa moja dogo sana ambalo pengine unalifanya sasa hivi. Kosa ambalo linaweza kukukarimu milioni ya pesa. Leo nataka nikuonyeshe waziwazi jinsi ile akiba unayofikiri unaipata, kumbe ndiyo hasara kubwa zaidi shambani kwako. Itazame hii namba. Hebu itazame vizuri. Shilingi milioni 167 na laki 4. Hii, rafiki yangu, sio namba ya ushindi wa bahati nasibu. Hiki ni kiasi halisi cha pesa ambacho wakulima wengi kama wewe na mimi wanapoteza bila hata kujua. Yote ni kwa sababu ya uamuzi mmoja tu usio sahihi mwanzoni kabisa mwa safari. Hebu nikupe kisa cha kweli kabisa. Mkulima mwenzetu alifikiri amefanya jambo la akili sana kwa kuokoa laki 3. Lakini miaka 10 baadaye, alipopiga hesabu, alishtuka kugundua kwamba ile akili yake imemgharimu zaidi ya milioni 167. Sasa, hebu tuchimbue pamoja tufahamu kosa lenyewe ni lipi hasa. Sasa, hapa ndipo mchezo mzima unapoanzia. Ile siku unaamua kwenda kununua miche. Unajua, unakuta miche imepangwa pembeni ya barabara, bei yake ni rahisi, inavutia. Na hapo, unafanya uamuzi unaoonekana ni wa busara kwa wakati huo. Okay, hebu tupige hesabu ya haraka haraka. Unataka miche 200. Kwenye kitalu cha uhakika, miche iliyoboreshwa ni laki 5. Lakini kule barabarani, unapata kwa laki 2 tu. Kwa hiyo, kichwani mwako, fasta unaona wow, nimeokoa laki 3. Inaonekana kama umepata dili zuri, au sio? Lakini ngoja nikuulize swali. Je, hiyo laki 3 unayoita akiba ni faida kweli au ndio tiketi yako ya kuelekea kwenye hasara kubwa zaidi ambayo hujawahi kuiona? Sasa, hebu tuachane na hesabu za machoni. Tufanye hesabu halisi. Hapa sasa ndipo tunapoweka ukweli mezani. Kilimo sio biashara ya leo na kesho. Tunaangalia picha kubwa ya miaka 10. Ebu, kwa kutumia mfano wa miti 200 tu ya embe, tuone tofauti ya mapato kati ya hizi aina mbili za miche. Sawa, tuanzie na mchepe bora. Angalia hapa. Baada ya miaka 2 tu ya matunzo, mwaka wa 3, bom! Pesa inaanza kuingia. Milioni 7 na laki 2. Kufikia mwaka wa 5, unaingiza zaidi ya milioni 30 kwa mwaka. Na bei sokoni ni nzuri, 1200 kwa kilo. Hii ni kwa sababu matunda yako ni bora. Hii ndiyo biashara tunayoiongelea. Sasa, hebu tugeukie ile miche yako ya bei rahisi. Tazama kilichotokea. Unasubiri miaka 5 mzima, miaka 5 bila kuingiza hata shilingi 10, na unapoanza kuvuna, mavuno ni kiduchu, na mbaya zaidi, bei sokoni ni ya kutupa, shilingi 700 tu kwa kilo, kwa sababu ubora wake haueleweki. Hebu tulitafakari hili kidogo. Miaka 5. Hiyo sio siku 5, ni miaka 5 ya jua, ya mvua, ya kumwagilia, ya kupalilia, ya kuweka mbolea. Unatumia muda wako, nguvu zako na pesa zako, alafu mwisho wa siku hakuna kitu. Wakati mwenzako mwenye miche bora tayari yuko mwaka wa 2 wa kuvuna mabilioni. Okay, sasa hebu tuweke namba zote mezani. Hapa ndipo utaona picha kamili ya jinsi uamuzi mmoja mdogo unavyoweza kuathiri mustakabali wako wote wa kilimo. Angalia tofauti hii, ni kama mchana na usiku. Ni kweli, ulianza na gharama ndogo ya laki 2, lakini baada ya miaka 10 ya jasho, faida yako ni milioni 46 tu. Mwenzako aliyeumia kidogo mwanzoni na kutoa laki 5, ameingiza faida ya zaidi ya milioni 213. Tofauti ni kubwa mno. Hii ni akili au ni hasara? Na hapa sasa ndipo tunarudi kwenye ile namba yetu ya kutisha ya mwanzo. Ile laki 3 uliyodhani umeokoa imekuja kukutafuna na kukupotezea zaidi ya shilingi milioni 167. Yaani, kila shilingi moja uliyookoa imekupotezea shilingi 558. Hii siyo biashara ndugu yangu. Hii ni kujiumiza mwenyewe. Na unajua nini? Hasara hii haitokani na wingi wa mavuno peke yake. Hapana, hasara kubwa zaidi inatokana na bei unayopewa sokoni. Ubora wa tunda lako ndio unaamua kama utalipwa vizuri au utalipwa bei ya bora tu nisaidie kuondoa mzigo wangu. Watu wenye pesa, wale wa supermarket na viwanda, hawanunui matunda ya kubahatisha. Wanataka mzigo unaofanana. Wanataka matunda yenye rangi inayovutia, ukubwa unaolingana na ladha isiyobadilika.
na vigezo hivi unaweza kuvipata tu kutoka kwenye miche iliyoboreshwa, sio vinginevyo. Unajua kwa nini miche ya barabarani ni rahisi? Ni kwa sababu haina historia. Muuzaji alikula embe akatupa kokwa likaota, anakuuzia. Hujui ni aina gani, hujui mama yake ni nani, yaani unanunua tiketi ya bahati nasibu. Na kilimo, ndugu yangu, sio kamari. Kilimo ni biashara inayohitaji uhakika. Sasa, ili usije ukaingia kwenye huu mtego tena, nataka nikupe silaha. Kabla hujanunua mche wowote popote pale, muulize muuzaji maswali haya matatu. Kwanza, jina kamili la aina ya mche ni nini? Pili, unaanza kuzaa baada ya muda gani? Na tatu, na muhimu zaidi, umetoka kitalu gani cha kuaminika? Kama ataanza kubabaika, kimbia. Nisikilize vizuri. Kama umechoka kulima kilimo cha mazoea, kama kweli unataka kulima ili upate faida na sio tu kujisumbua, ni lazima, narudia, ni lazima uanze na mche sahihi. Huo ndio msingi wa kila kitu. Sasa, najua unajiuliza, okay, nimekuelewa. Sasa nitapata wapi huu mche sahihi na wenye uhakika? Usijali. Hapa ndipo sisi, Kilimo Biashara Afrika, tunapoingia. Tuko hapa kukushika mkono na kuhakikisha unaanza kilimo chako kwenye msingi imara. Sisi hatukuuzii mcheto, tunakupa uhakika. Tunakupa miche bora ambayo tumeipandikiza wenyewe na wataalamu wetu. Miche yenye jina, yenye historia na yenye uhakika wa mavuno. Iwe ni embe za kisasa kama Tommy Atkins, mapapai ya Red Lady, nazi fupi zinazowahi kuzaa au parachichi za biashara. Tunavyo. Na haijalishi uko wapi, iwe uko Mbeya, Mwanza, Kigoma au Dar es Salaam, popote Tanzania, tunakufikishia miche yako ikiwa salama. Kazi yako ni moja tu. Chukua simu yako sasa hivi, ingia WhatsApp na andika ujumbe kwenda namba 0763070007. Anza safari yako ya faida leo. Lakini kumbuka, kuwa na mche bora peke yake haitoshi. Ni kama kuwa na gari la kifahari lakini hujui kuendesha. Unahitaji na maarifa sahihi ya kuutunza huo mche hadi ulete faida. Na ndiyo maana, kutokana na uzoefu wangu wa miaka zaidi ya 13 nikiwa shambani, sio ofisini, bali shambani na wakulima wenzangu, nimeandika vitabu kupitia Kilimo Biashara Online Academy. Hizi sio nadharia za darasani. Hizi ni mbinu halisi za shambani ambazo zimeshawasaidia zaidi ya wakulima 1400. Pata maarifa haya kwenye kilimo.net/books. Hebu hili neno liweke moyoni. Shamba unaloliota, ile faida unayoitaka, yote yanaamuliwa na uamuzi unaofanya leo, sio kesho. Sasa hivi, uamuzi wako wa sasa ndio unaotengeneza kesho yako. Sasa ni zamu yako. Baada ya kuona hesabu hizi zote, nataka uniambie ukweli. Wewe, ukipata nafasi leo, ungechagua bei nafuu ya hasara au uhakika wa faida? Niandikie jibu lako hapo chini kwenye comments. Nataka kusikia kutoka kwako.